Hivi washikaji zangu, kwa upande wenu mna mtazamo gani kuhusiana na kwamba ni nani ambaye ni giant kwenye game ya Bongo Flava kwa sasa? Tukimtaja Harmonize, tukimtaja Alikiba, tukimtaja Diamond, tukimtaja Rayvanny na tukiwataja magiant wengine pengine ambao wewe unawafahamu kwenye game hii ya Bongo Flava. Mimi nataka kufahamu ni nani ambaye ni giant wako, nani ambaye ni icon number one artist kutoka Tanzania. Wewe unamtaja nani? Niambie kwenye sehemu ya comment kabla tujafunga kabisa na kuweza kudili na vitu vingine ambavyo tumeviandaa kwa siku ya hii leo, na usipite bila kusubscribe. Jioni kwenye familia hii kubwa ili tuweze kupiga story mbalimbali za kiburudani, si ndio washikaji zangu? Sasa moja kati ya wasanii ambao wanatajwa zaidi kuwa wanafanya vizuri kwenye game ya Bongo Flava, na nitakupa sababu kwa siku ya leo, ni Diamond Platnumz. Kwa sababu jamaa licha ya kwamba yeye amekuwa akileta positive effect kwenye muziki wa Bongo Flava, lakini amekuwa ni mtu ambaye anazalisha vipaji vingi ambavyo analeta vipaji vingi kwenye game. Hebu sikiliza, ukimtaja Rayvanny ni moja kati ya wasanii ambao wamepita kwenye mikono ya WCB. Leo tunaye Rayvanny, lakini pia ana lebo ya Next Level Music. Licha kwamba amekutana na harakati nyingi sana, lakini moja kati ya wasanii ambao waweza kupita kwenye mikono ya Diamond Platnumz ni Rayvanny. Achilia mbali mshikaji huyo, mtaji Harmonize mwaka 2016 aliweza kutambulishwa katika lebo ya WCB. Alikaa miaka 4 mpaka mwaka 2021 kama sijakosea, 2021 2022 akaweza kuondoka. Licha ya maneno kuwa ni mengi sana kwamba asilimia ambazo anapata kwenye muziki haziko sawa na nini, ni kama vitu vingi alivizungumza pale, au subana, ikawa kama haiko peace kabisa katika uondokaji wa lebo na vitu kama hizo. Sasa msanii mwingine ni Mbosso Khan, ambaye of course tunatambua alikuwa kwenye lebo, alikuwa kwenye kundi ambalo linaitwa ya Moto Band kwa miaka mingi sana ilikuwa imepita, na baada ya kuvunjika kwa kundi lile tu, Mbosso Khan maisha yake kwa nje kabisa ya muziki. So Diamond alikiona kipaji kile akama kumsogeza katika lebo ya WCB. Leo Mbosso Khan huyu hapa na ameshafungua lebo yake inaitwa Khan Music. Mtaji msanii anaitwa Zuchu, ambaye of course yupo kwenye lebo ya WCB sasa hivi na anafanya vizuri. Moja kati ya wasanii wa kike ambao wanafanya poa kinoma kwenye game ya Bongo Flava. Niamini mimi basi Zuchu ni moja kati ya wasanii ambao wanatakiwa kuweza kupewa skill, wanatakiwa kupewa macho kinoma, kwa sababu ukipita kwenye namba zake kwenye mjini YouTube, anawazidi wanawake wote ambao wanafanya muziki Tanzania. Hiyo ni namba moja, na ni moja kati ya fact ambayo inadhihirisha kwamba this girl is very serious kwenye game, also bana. Sasa unamtaja Diamond kama msanii namba moja, kwa nini? Point ndo hizo, amedhalisha washikaji wengi ambao tayari pia wenyewe wana majina na wenyewe pia wana wasanii hao ambao wanaweza kuwasimamia kwenye pointi fulani. Lakini pia ukimtaja Diamond kuja kwa wasanii ambao mwenye ushawishi mkubwa duniani kwa sasa, ukija kuangalia kwenye ngoma juzi kati tumeweza kuonekana kwenye ngoma la Angelico Kidjo, mshikaji ambaye ameshachukua Grammy zaidi ya mara 5. Kwa hiyo Diamond kukaa kwenye ngoma na kupewa heshima na kutoka na kwenye ngoma kutoka msanii kutoka Benin ni kitu kikubwa sana, kwa sababu mle ndani pia wasanii kama Davido wameweza kupewa shavu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa. Afcon pia mwaka 2025 jamaa amehusika kwenye ile album, kwenye ile ngoma inaitwa We Are Difference, amekaa mle ndani, moja kati ya wasanii ambao wameweza kupewa shavu pia. Lakini ukija kuangalia the way ambavyo anapush muziki wake kwenda nje ni tofauti kabisa, na jamaa anaonekana kabisa target yake sio hapa, target yake ni nje, na ndio maana muziki huwa anaufanya kwenye engo ambayo kwamba ikifika time basi tunataka kuweza kuachia ngoma, tunaachia ngoma za ndani. Japokuwa ameachia ngoma mwezi wa pili na tunatulizana, maneno yalikuwa ni mengi sana kwamba hii ngoma haikutarajiwa kuwa na ya style hii kutoka kwa Diamond, kwa sababu tunajua Diamond ni msanii ambaye of course ametegemea zaidi kwenye engo za kimataifa. Lakini mimi na kwa upande wangu sasa nikamuelewa, ulikuwa ni mwezi wa Valentine, akamwachia ngoma ambayo inaendana na mauzui ya wakati husika. Kwa hiyo hizi uso bana. Sasa wengi wakimtaja kwamba Rayvanny moja kati ya wasanii ambao pengine wenye ushawishi au wenye elisi, wasanii wakubwa number 1 kwa sababu ana BET au amekuwa mwenye mangoma mengi yenye namba na nini, na kimtaja Harmonize hata kwenye ngoma zake amekuwa kijitaji kwamba ndio msanii namba 1 na vitu kama hizo. Lakini unaweza kuwa na mtazamo wako pia, niambie. Kwa upande wangu Diamond Platnumz anafanya